Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje ya Box TV, hii ni habari kwa kina, na moja kwa moja tunarejea Tanzania ambapo mashirika ya umma yanaendelea kuleta hasara katika serikali, na ukiangalia serikali inazidi kupata mzigo kutoka kwao. Na moja kwa moja tukajue nini CAG imesema juu ya makampuni au mashirika yanayoleta hasara katika serikali. Utakuwa na mimi Christina Balko. Ripoti ya CAG ya mwaka wa fedha 2023-2024 iliyowasilishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan imeonyesha kuwa mashirika kadhaa ya umma bado yanaendelea kupata hasara kubwa licha ya uwekezaji mkubwa wa serikali. Kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL iliyopokea ruzuku ya serikali ya shilingi bilioni 99.8 lakini bado ikapata hasara ya shilingi bilioni 91.8. Hasara hii ni ongezeko la 62% kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliotangulia. Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL lilipata mapato ya shilingi bilioni 24 lakini likapata hasara ya shilingi bilioni 27.7. Hali hii imekuwa mbaya zaidi kwa shirika la Posta Tanzania ambalo limepata hasara ya shilingi bilioni 23.6. Kwa ujumla, ripoti ya CAG ilionyesha kuwa mashirika 58 kati ya 215 yalipata hasara kwa miaka miwili mfululizo, yani 2021-2022 na 2022-2023. Mashirika hayo yanapoteza mabilioni ya fedha za umma kila mwaka. CAG alieleza kuwa sababu kubwa zaidi ya hali hii kuwepo ni changamoto za kiutendaji na ukiongozi. Udhaifu, maamuzi yasiyo na tija na matumizi mabaya ya rasilimali inaweza kuwa msingi wa hoja ya CAG. Pia mashirika hayo yanabeba madeni makubwa. Kwa mfano, deni la jumla ya mashirika ya umma hadi Juni 30, 2024 trilioni 7.23, ambapo mashirika ya umma yalikuwa na madeni ya trilioni 3.7. Kadhalika kuna suala la weledi katika utendaji, kwani ripoti ya CAG inaonyesha kuwa benki mbili za serikali, Benki ya Biashara TCB na Benki ya Maendeleo TIB, zilitoa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 200 lakini kwa dhamana zenye thamani ya shilingi bilioni 50. Hatua za haraka za kiusimamizi zinatakiwa kuchukuliwa kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi, anaweka bayana CAG. Lakini je, ni hatua gani hasa? Kwanza, mashirika hayo yanapaswa kuendeshwa kwa misingi ya biashara, lakini mara nyingi yamekuwa na uongozi wenye changamoto. Wataalamu wanapendekeza kuwa badala ya viongozi wa mashirika haya kuteuliwa kwa misingi ya kisiasa, waajiliwe kwa mchakato wa wazi na kwa vigezo vya kitaaluma. Mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Sabato Nyamsenda amesema kuwa uongozi uimarishwe kwa kuleta watu ambao ni mahiri na kuongeza waende wajifunze wenzao wa China. Kwa mfano, wa China makampuni yote yanakuja hapa yanaendeshwa na serikali, wanaenda kujifunza Dubai. Pili, mashirika haya lazima yajifunze kuendesha kwa faida badala ya kutegemea ruzuku za serikali. ATCL kwa mfano inaweza kuanzisha mikakati ya ushirikiano na mashirika binafsi kama ilivyofanya Kenya Airways ambayo sasa inaendeshwa kwa mfumo wa ubia na sekta binafsi. Ethiopia Airlines ambayo ni shirika la umma imeweza kufanikisha operation zake kwa kuwa na uamuzi makini na mifumo ya wajibikaji inayozingatia faida. Tanzania inaweza kujifunza kutoka kwao. Badala ya mashirika hayo kuendelea kuwa mizigo kwa serikali, yanaweza kushirikiana na sekta binafsi ili kupata mitaji na kuboresha huduma zao. Msajili wa hazina Nehemia Mchechu alisema katika kongamano la wananchi Jukwaa la Fikra kuwa tunategemea mashirika haya yaweze kuzalisha faida na kusaidia uchumi badala ya kuwa mzigo kwa serikali. Mchechu alieleza kwa sasa mabadiliko na mageuzi katika taasisi ya umma ikiwemo mashirika ya umma hayaepukiki ili kuleta ufanisi. Mashirika yanayopata faida ni yapi? Licha ya changamoto hizi, ripoti ya CAG inaonyesha kuwa kuna mashirika yanayopata faida zaidi. Kwa mfano, shirika la maendeleo la petroli Tanzania TPDC lililopata faida ya shilingi bilioni 248.75, shirika la nyumba la taifa NHC lililopata faida ya shilingi bilioni 242.9, na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA ilipata faida ya shilingi bilioni 140.48.
Haya ni sehemu ya mashirika 31 yaliyopata faida zaidi katika mwaka wa fedha 2023-2024. Hii inaonyesha kwamba usimamizi sahihi mashirika ya umma yanaweza kuwa vyanzo vya mapato badala ya kuwa mizigo kwa serikali. Je, hasara kwa mashirika mengine ya umma inaendelea mpaka lini? Kwa sasa bado hakuna uhakika wa lini mashirika hayo yatabadilika kutoka kwenye hasara kwenda kwenye faida, lakini jambo moja ni la wazi: hatua madhubuti zinahitajika. Katika miaka 4 iliyopita, serikali imeongeza kwa 27% uwekezaji wake katika taasisi za umma yakiwemo mashirika haya. Kuziwezesha kimtaji, hilo linaonyesha dhamira ya kuleta mageuzi katika uendeshaji wa mashirika ya umma. Katika kikao cha mwenyekiti wa bodi ya watendaji wa taasisi za serikali ikiwemo mashirika ya umma jijini Arusha hivi karibuni, Rais Samia Suluhu Hassan alisema safari ya mageuzi kwenye mashirika ya umma inaendelea. Tayari matokeo chanya yameanza kuonekana, ikiwemo kuongezeka kwa mapato, kujiamini ndani ya mashirika na ubunifu wa watendaji. Watanzania wengine wanaweza kupata matokeo chanya yanayowataka Rais Samia yatakapokuwa kwa upana wake na kugusa mashirika yote ya umma. Naamini wengine watachochea kuendelea kuuliza maswali ili milele hasara itokomee Tanzania. Hii ilikuwa ni habari kwa kina hapa Nje ya Box TV. Ulikuwa na mimi Christina Mbalko. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata notification. Habari kwa kina.